Kipekee sana ninamshukuru sana Mungu kwa ajili ya maisha haya na namna ambavyo Mungu wetu amekuwa mwema sana katika maisha yetu ya kila siku, namna ambavyo tunamtegemea, namna ambavyo anatupitisha katikati ya dhoruba na kutufikisha mahali ambapo anatamani tufike kwenye viwango vya vilele vya huduma yake. Tuombe. Baba yetu mwema, ninakushukuru kwa uhai huu ulionipatia na uhai huu wa msikilizaji na mtazamaji anayetazama. Naamini ya kwamba una makusudi ya kutuweka hai. Tubariki tunapoendelea kusikiliza shuhuda hii, maana nimeomba kwa jina lako Yesu, amen. Miaka 16 kama sio 17, miaka 16 iliyopita niliwahi kukutana na changamoto moja ambayo si kwa ujanja wangu kwamba ninajua kuogelea, bali ni neema ya Bwana iliyoamua kuniokoa. Nilikuwa nachunga mifugo ya bosi mmoja katika mkoa wa Kigoma, wilaya ya Kasulu. Msimu wa mvua nyingi sana pale mkoa wa Kigoma ulisababisha maisha yangu wakati mwingine kuona kama vile sasa yamefika mwisho. Mvua zilinyesha sana nikiwa nachunga mifugo, zilinyesha mno. Sasa wakati ninarudi kuna mazingira ya mkoa wa Kigoma, kuna makorongo sana, kuna mito ambayo wakati mwingine sio rasmi. Basi niliweza kuvuka na kwenda kulisha mifugo eneo la ng'ambo. Sasa mvua ilinivutia katika eneo lile la ng'ambo. Mvua zilinyesha wakati ninarudi, kwa sababu siwezi kurudi nyumbani mpaka nipitie ile njia ambayo niliipitia wakati navuka kile kimto. Kilikuwa ni kimto kidogo tu ambacho tunaweza kuvuka, maji yanafika tu kwenye usawa wa kiuno. Sasa wakati ninarudi, si ujanja wangu kwamba najua kuogelea. Nataka niseme ya kwamba kitabu kile cha Isaya sura ile ya 43 na ule mstari wa 2 anasema, upitapo katikati ya maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katikati ya mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Yaani siku hizi nikilisoma hili fungu ninaelewa vizuri, kwa sababu niliwahi kupita katikati ya dhoruba ya maji na Mungu aliniokoa. Yaani iko hivi, wakati yale maji yamejaa, mifugo iko hapo, ng'ombe, nilikuwa na ng'ombe, nilikuwa na kondoo. Sasa kondoo ni wazuri sana kwenye kuogelea, ng'ombe sio wataalamu sana. Sasa wakati ninafika pale kwenye, nina ng'ombe nyingi sana, wenzetu wanaofanya shughuli za mifugo huwa wakiamua kweli kuwekeza kwenye mifugo, wanafuga mifugo ya kutosha. Sasa wale ng'ombe walipofika pale, kwa sababu kile kijito huwa tunavuka mara kwa mara. Sasa kwa siku ile ikawa tofauti kidogo. Kile kijito kilikuwa kimejaa maji kwa sababu mvua nyingi zilinyesha. Wale ng'ombe wakaanza kunywa maji. Sasa walipoanza kunywa maji, mmoja katangulia. Unapoanza kwenye kile kijito, maji yanakuwa kama madogo, kama wamezoea tu, lakini maji yanapita kwa spidi machafu sana. Wakaanza kuvuka. Ng'ombe yule akaanza kupelekwa na maji, kumbe kile kijito kilijaa maji mengi sana. Yaani ule mfereji wa ule mkondo wa maji ulikuwa mkubwa sana. Na mimi niliona kabisa hapa kuna dalili ya maji kuwa mengi zaidi. Lakini sasa ni ng'ombe wameshaanza kuanza safari. Na ukumbuke hapo mimi sio mtaalamu wa kuogelea. Sikia, yaani nilipata hofu kubwa. Ng'ombe wakaanza kupita, wakaanza kuzama. Naona kabisa ng'ombe anapata uelekeo wa kuzama, yaani anamezama mpaka anafika usawa wa mapembe, ndio anaona mapembe. Lakini wanajikakamua hivyo kwa sababu ya ule uzito walio nao wale ng'ombe. Wakavuka. Kondoo ameshavuka, ameshatangulia, wako ng'ambo ya mto. Kwa kweli nilijaribu kufanya kila jitihada, nimwambia Mungu, naomba unisaidie hapa, nitavukaje? Na huko ng'ambo ya mto kuna mashamba sana, wenzetu Wasukuma walikuwa wamelima sana. Nikasema hapa wanavuka, wanaenda kulisha mifugo. Hapa tayari tena na mambo mawili, kesi kubwa ya kulisha mifugo ya watu. Na ukilisha mifugo ya watu, kesi ile ilikuwa ni kubwa sana. Na kila sababu ya kumshukuru Mungu ninapoeleza kitabu hiki cha Isaya sura ya 43 na ule mstari wa 2 kwamba upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Nikasema mimi sijui kuogelea. Nilijaribu kuingia, yani maji yana spidi
mikubwa sana. Kwenye mikondo hii ya maji kuna pepo na miti sana. Ule mkoa wa Kigoma umebahatika sana kuwa na uoto wa asili, miti. Sasa kuna miti mikubwa sana ambayo iko pembeni mwa mito. Sasa nikaona kuna mti mmoja ambao kati ya mto na mto miti ni mikubwa, halafu kuna kama matawi yamekutana. Nikautafuta ule mti kutoka ng'ambo ile ambayo nilikuwa. Mifugo imeshatangulia. Lakini wakati nimekaa hapa nikapiga hesabu, yaani hapo sina uwezo, sina ujanja. Kuvuka siwezi, simu sina, kwa sababu unapokuwa unachunga mifugo wewe unakuwa ni mtumishi tu, unatumia nguvu za Mungu kulinda huko. Ukikutana na changamoto yoyote, Bwana atakuwa nao. Nisijue kumbe Mungu alikuwa ananiandaa kuwa mchungaji wa kondoo za Bwana. Hiki kisa ninakisimulia ni real story. Nilikutana nayo kwenye maisha miaka 16 iliyopita. Wale ambao mnapitia changamoto ambazo wakati mwingine tunahisi Mungu hayupo, nataka nikwambia kwamba Mungu yuko pamoja nawe. Upitapo katikati ya dhoruba, Yesu hatakuacha. Yupo pamoja nawe, atakupigania. Sikia, niliamua kupanda ule mti. Nikaupanda. Nikashika lile tawi ili niweze kurukia, kwa sababu yale matawi yalikuwa yameshikana na mti wa ng'ambo. Miti mikubwa sana. Nikaruka, nikavuka, nikashika. Nilipokuwa nikishika lile tawi likaachia. Mpaka niseme ya kwamba Mungu aliniokoa. Nilipokuwa nimeshuka, ule mti wakati umeniachia, umekatika, basi nikadumbukia kwenye maji moja kwa moja. Na huku nimefunga kabegi kangu ka vyakula mgongoni. Nikadumbukia kwa sababu ya ule mpito wa kutoka juu ulikuwa ni uzito mkubwa mpaka kushuka mpaka chini. Kule chini nilikutana ni ile mizizi ya mti. Kwa hiyo nikashikia ile mizizi, japokuwa ilinikwangua kweli. Nina alama nyingi sana nilizokutana nazo, nina vidonda vingi sana kwa sababu nilitoka kule juu nikashuka chini. Kwa hiyo nikapata mizizi pale, nikanywa maji kwa sababu sikutegemea, kwa sababu ni bini bidhaa, yani ukutarajia. Kwa hiyo Mungu akaniokoa, nikashika ile mizizi, nikatoka humo, nikanywa maji mengi sana kwa machafu. Nikashika ile mizizi, yani nashika lakini sielewi, yani kama niko kwenye ndoto hivi. Kwa msaada ya Bwana nikavuka ng'ambo ya mto. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito nitakuokoa. Bwana akaniokoa, nikavuka. Mifugo ilisha kwenda mbali, kwa sababu ile process ya kutoka kwenye kupanda juu ya mti, yani kwanza mpaka ng'ombe zinavuka hapo, nafikiria namna ya kuvuka. Na Mungu aliniokoa. Nimepata uzoefu sana mgumu sana kwa kuchunga mifugo. Mvua ni yako, jua ni lako, baridi ni lako. Bwana alinipitisha katikati ya kuchunga mifugo kama Musa alipokuwa akifanya. Unajua shughuli ya kuchunga mifugo, watu wanaofanya shughuli za kuchunga mifugo huwa siwachukulie poa sana, kwa sababu wana uvumilivu. Namna wanapopitia katika shughuli zao za kuchunga mifugo, Bwana anakusudi na maisha ya watu hao. Wakinyenyekea, ni watu ambao watavuka vizuizi vigumu sana katika maisha yao. Mungu alinilinda. Wale mifugo hawakulisha mifugo ya watu na mazao ya watu, lakini Bwana aliruhusu mtumwa wake niweze kuokolewa. Itoshe tu dakika hizi chache uelewe ya kwamba changamoto zako zina mwenyewe. Usiogope. Leo nasimulia kisa hiki si kwa ujanja, ni rehema za Bwana. Ningekuwa nimeshakufa, siko hai, lakini nitoshe tu ya kwamba Bwana yuko tayari kutusaidia, kutuinua, kutuokoa katikati ya dhoruba, katikati ya maisha ambayo wakati mwingine tunaona ya kwamba Mungu ametuacha. Mungu yuko pamoja nasi. Ni kweli nilipata majeraha, lakini Bwana aliniokoa. Leo niko hai, si kwa nguvu zangu, ni kwa nguvu zake. Baraka za Bwana ziwe nawe. Mtegemee Yesu, mtegemee Mungu, atakuvusha katikati ya changamoto ulio nayo. Uhai wako Mungu hajaruhusu bado
uweze kulala. Kingali bado unapumua, bado Mungu ana nafasi ya kukuokoa na kukulinda. Nikutakie baraka za Bwana. Leo hii niko hai. Kipindi bado niko hai, nitasimulia matendo makuu ya Bwana aliyonitendea maishani mwangu. Nikutakie baraka za Bwana na Mungu awe pamoja nawe. Upitapo katikati ya gharika, upitapo katikati ya moto, Bwana atakushindia. Nikutakie baraka za Bwana.